Tumeona sasa hivi uamuzi wa mahakama ya rufani ya Tanzania kwenye shauri la marejeo namba 720/32/16 mwaka 2026 kati ya mkurugenzi wa makosa ya jinai nchini kwa maana ya Director of Public Prosecution dhidi ya Tundu Antipas Lissu, shauri ambalo lilitokana na kesi ya ugaidi ambayo imesimama Mahakama Kuu ya Tanzania. Mtakumbuka kwamba shauri hili lilikuja kwa ajili ya kusikilizwa tarehe 3 mwezi wa 7 mwezi huu. Na leo tarehe 30 mwezi wa 7 mahakama ya rufani imetoa uamuzi wake. Sasa ni muhimu mwanzoni mkakumbuka kwamba mkurugenzi wa makosa ya jinai hapa nchini tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 2026 alifungua shauri hili la marejeo mahakama ya rufani akitaka au akiomba kwamba mahakama ya rufani ifanye marejeo kwenye mwenendo wa kesi iliyoko Mahakama Kuu ya Tanzania, hasa kwenye mwenendo wa tarehe 22 mwezi wa 2 mwaka 2022 kwenye ile criminal session namba 19605 ambayo ni kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu. Sasa wakati wa kusikilizwa tarehe 3 kulikuwa na mambo mawili tarehe 3 wakati tunasikiliza ile kesi mahakama ya rufani. Moja, kulikuwa na pingamizi ambalo Mheshimiwa Tundu Lissu aliyaweka, lakini cha pili kulikuwa na kusikiliza maombi yenyewe, na mahakama ilielekeza kwamba vyote vifanyike kwa pamoja ili kuipa nafasi mahakama ya rufani pale ambapo itaona imekataa mapingamizi hayo basi iweze kuendelea na kuamua kufanya maamuzi kwenye mapingamizi ya msingi. Sasa katika uamuzi wake leo ambao mahakama hiyo imetoa, uamuzi mrefu kidogo kwa Watanzania ambao hawajazoea kusoma itabidi wavumilie kidogo, lakini nawatia moyo Watanzania wasome. Una peji chache sana kama 25. Kwa hiyo mahakama ya rufani imeangalia mapingamizi yale yaliyowekwa na mapingamizi yote ikayakataa. Kwa hiyo ikakataa, ikaona mapingamizi hayo hayakuwa na mashiko, hayakuwa na miguu ya kisheria, kwa hiyo ikaendelea kusikiliza maombi yenyewe ya kusikiliza. Sasa wakati nasikiliza maombi hayo, mahakama imeangalia kilichokuwa kinabishaniwa na imeangalia sababu ambazo zilikuwa zinalalamikiwa na mkurugenzi wa makosa ya jinai hapa nchini. Sasa mwisho wa siku mahakama ya rufani imekubali kwamba na imeona kwamba kilichotokea mahakama ya siku ile Mahakama Kuu, Mahakama Kuu ilikataa kupokea taarifa, yani notice ya kuongezwa kwa ushahidi wa shahidi mwingine anayeitwa Amini Mahamba, ambaye ushahidi wake ulikuwa umeshasomwa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ambayo ni mahakama ya ukabidhi, yani committing court. Kwa hiyo na mahakama ya rufani pia imeangalia gist ya kifungu cha 308 ambacho kilikuwa kinabishaniwa, na mahakama ya rufani leo kwenye uamuzi wake hapa imesema inakubaliana na maamuzi yaliyofanywa na Mahakama Kuu, kwamba Mahakama Kuu ilijielekeza sawasawa na kifungu cha 308 hakihusu shahidi ambaye alishatoa ushahidi wake kuleta ushahidi mwingine wa nyongeza, na ikamalizia kwa kusema kwamba imeridhika kwamba kifungu hicho kilitafsiriwa sawasawa na Mahakama Kuu ilikuwa na haki na ilifanya sawa, kwa hiyo hakukuwa na shida yoyote. Kwa maneno hayo sasa ndio kusema kwamba hoja za mkurugenzi wa makosa ya jinai hapa nchini kwamba Mahakama Kuu ilikosea kwa kuzijadili hiyo notice yenyewe na kuamua wakati hiyo hatua ilikuwa haijafikiwa, zilikuwa ni hoja tu ambazo zina msingi wowote. Na mahakama ya rufani imeona kwamba kwa sababu ya ambazo zilitolewa siku ile Mahakama Kuu na ambazo alizitoa Mheshimiwa Lissu wakati anaweka pingamizi zilikuwa ni sababu sahihi, na Mahakama Kuu ilizisikiliza na iliamua sahihi kama ilivyokuwa inatakiwa. In fact ninachosema ni kwamba ASP Amini Mahamba hakuwa na nafasi wala hawezi kuleta ushahidi mwingine tena chini ya kifungu cha 308 kwa maana ya kuingiza yale yote ambayo yalitokea baada na kabla ya uchaguzi wa mwaka 2025.
Kwa hiyo mahakama baada ya kuangalia hayo yote yaliyotokea, mahakama ya rufani imekataa kurevise, imekataa kupitia tena ule mwenendo na kutoa mambo mengine, na mwisho wa siku imesema yale yaliyofanyika yalikuwa sahihi na hivyo maombi haya hayana miguu yoyote. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ikayatupilia mbali hayo maombi. Kwa maneno mengine, kwa kuyatupilia mbali manake ni kwamba sasa kesi hiyo iende ikaendelee Mahakama Kuu kuanzia pale ilipokuwa imeishia. Sasa kuhusu maombi ambayo yalihusu mambo ya fidia ambayo yalikuwa ni ambayo aliomba Mheshimiwa Lissu kwamba alipe fidia kwa kucheleweshwa kukaa gerezani kwa siku 339. Mahakama Kuu kwanza imekataa maombi hayo, na sababu zake za kukataa imesema kwanza Mahakama Kuu, hiyo mahakama ya rufani sio mahakama haina mamlaka ya awali, ile ni mahakama ambayo inasikiliza masuala ya kirufaa tu. Sasa na pili ikasema ni mpaka pale ambapo Mheshimiwa Lissu ataachiwa au shauri hili itakuwa limeisha, aidha ameachiwa au ameshinda. Sasa hapo ndipo anaweza akaamua kufungua mashtaka ya maombi, kwamba mashtaka dhidi yake yalikuwa ni mashtaka ambayo hayana kichwa wala miguu. Kwa hiyo hapa anaweza akaomba hizo fidia na vitu vingine kama hivyo. Maombi ya DPP yamepigiwa chini. Kwa hiyo turudi Mahakama Kuu sasa, tukaendelee na burudani yetu na shule ya sheria pale, kama ambavyo imekuwa ikiendelea kufundishwa pale.